Mpendwa, ninayo furaha kubwa sana kukualika katika mwongozo wa kujifunza maandiko matakatifu, na wiki hii tunafunga mfululizo wa masomo kutoka katika kitabu cha Yoshua. Na kama umebarikiwa, unaweza ukaandika hapo chini ni jambo gani ambalo limekubariki sana na umejifunza kwa kina katika mfululizo wa masomo yote ya kitabu cha Yoshua kuanzia 1 mpaka 24. Kwa nini? Kwa sababu wiki ijayo tunakwenda kuzama kwenye eneo lingine jipya kabisa la maandiko matakatifu. Tutakuwa tunaanza mfululizo wa kitabu cha, nataka tunikuhamasishe kidogo, kitabu cha Wakolosai na kitabu cha Wafilipi. One of the powerful books in the Bible. Vitabu vyenye nguvu sana katika maandiko matakatifu. Na tunakwenda kuangalia jinsi ambavyo Yesu anaiunganisha dunia licha ya mapungufu na matatizo alionayo na mbingu, na tunaangalia namna ya kuunganishwa wewe na Mungu wako wa mbinguni. Ni vitu ambavyo vitakwenda kugeuza maisha yako milele. Lakini leo tuna moja ya masomo makini sana katika maandiko matakatifu. Somo la mwisho la kitabu cha Yoshua. Nimekuja kugundua ni afadhali hata kama hujawahi kusoma vyote kwenye Yoshua 24:15 ndio turning point, ndio U-turn. Anasema ni aya ambayo inabeba wafanya maamuzi wa kimaandiko na wacha Mungu, na kupitia aya hiyo unaweza ukaamua hatima njema maisha yako na familia yako, au unaweza ukaamua kupotea kabisa. Kabla hatujazama katika udadavuzi wa kina wa somo la wiki hii, hebu tuombe. Baba, ninakushukuru sana kwa kuwa kumbe iko siri kubwa katika kuamua kukucha wewe, sisi pamoja na familia zetu, bila kujali wengine wameamua nini. Ninakushukuru sana. Sasa ninaomba roho wa hekima, roho wa maarifa, roho wa ujuzi, roho wa ufahamu akawe juu yangu na juu ya mtoto anayepokea habari hizi njema, mtoto wako huyu mzuri unayempenda, katika jina la Yesu, amen. Somo la wiki hili linasema chagua leo. Chagua leo. Moja ya dalili ya mwisho kabisa ya kuja kwa Yesu mara ya pili ni kitabu cha Yoeli 3:14. Makutano wako katika bonde la kukata maneno, maana siku ya Bwana imefika. Kutakuwa na watu wengi sana ambao watalazimika kufanya maamuzi juu ya hatima ya maisha yao. Moja ya changamoto kubwa ya watu wengi, hasa walio upande wa Mungu, ni changamoto ya maamuzi. Changamoto ya maamuzi. Katika fungu linalotuelekeza nini cha kujifunza wiki hii, kitabu cha Yoshua 24 mstari wa 15. Anasema nini Yoshua? Lakini kwa sababu ina siku yake ambayo tutaielezea, niseme tu kwa ufupi. Ni wito wa kuchagua. Ni wito wa kuchagua. Tunaingizwa katika ballot box, boksi la kula la kuchagua kati ya Mungu au miungu, na hakuna katikati. Kama kuna jambo ambalo unapaswa kuwa serious nalo, ni kuamua au kujijua wewe umemchagua nani, kati ya Mungu au miungu. Hakuna katikati. Na jambo lingine la msingi la kujifunza katika mambo ya kuabudu, hakunaga atheist kwamba mtu anasema muamini Mungu. Hakuna cha mpagani simjui Mungu. Hakuna cha msomi kwamba anaamini makaratasi na ujuzi wa watu walioandika. Hakuna mtu ambaye aabudu. Kila mtu duniani anaabudu. Hakuna mtu ambaye aabudu. Tofauti unaabudu nini? Tofauti unaabudu nani? Na unamwabudu vipi? Kila kiumbe, mwanadamu ni a worshiping being. Mwanadamu ni kiumbe anayeabudu. Kama haumwabudu Mungu, kuna vitu utavitengeneza ambavyo utaviabudu. Maana ndani yako Mungu ameumba desire to worship. Shetani ile hamasa ya kuabudu.
Shetani anaidivert, anaigeuza, anakupelekea vitu vya kuabudu. Unaabudu fedha, unaabudu maarufu, idols, watu maarufu, ndio maana pop idols, ni masanamu wale, wanasiasa, wana muziki, unawaabudu, lakini wao wanaweza usione kama unaabudu, lakini kimsingi unaabudu. Leo swali linaulizwa, na mimi nakuuliza swali, ni nani unayemwabudu? Na Mungu haabudiwi kwa kuchanganywa na kitu kingine chochote. Kitu kingine chochote, hata kile ambacho umesema tafuta ilizi kwamba jisaidie na mimi nikusaidie. Mungu ni Mungu mwenye wivu, hachanganywi. Leo tunakwenda kujifunza kitu kinasema, somo linasema chagua leo. Chagua leo. Sasa tuende kwa haraka, maana mambo ni mengi, afu ni mazuri, afu yote ni ya muhimu. Tuna maeneo 5 ya kujifunza wiki hii katika kumalizia kitabu cha Yoshua 24. Eneo la kwanza linasema hadithi ambayo Mungu aliiandika. Hadithi ambayo Mungu aliiandika. Kitabu cha Yoshua 24 mstari wa 13. Yoshua 24 mstari wa 13. Kimsingi tutakuwa tumeweka kambi kwenye kitabu cha Yoshua 24. 24 mstari wa 13. Ni hadithi gani? Ni vitu gani ambavyo tunajifunza? Anasema hivi: nami nimewapa ninyi nchi msioitendea kazi na miji msioijenga, nanyi mmekaa humo, mnakula matunda ya mashamba ya mizabibu na mizaituni msioipanda. Mungu anawaambia, nimewatoa huko mlikotoka, nimewaleta nchi ya ahadi. Kulikuwa kuna watu wanaishi hapa, nimewafukuza, nanyi mnakaa ndani yake. Kuna matunda mnakula, hamkupanda nyie. Kuna miji mnakaa, hayo majumba hamkujenga nyie. Kuna mashamba mnalima, mnavuna, hayo mashamba hamkupanda nyie. Kuna mizabibu mnafurahia, hiyo mizabibu hamkuipanda nyie. Mimi Mungu nimewapa. Mungu anataka kusema nini hapa? Kila chochote alichoahidi kuwafanyia, anawaambia nimewafanyia na ziada. Lakini ninyi mnamwabudu nani? Pamoja na haya mazuri, enyi wana wa Israeli, pamoja na haya mazuri, wewe mwalimu, pamoja na haya mazuri, injinia, daktari, mhubiri wa Injili, wewe muumini, wewe, mimi Mungu nimekufanyia yote, wewe unamwabudu nani? Swali unaulizwa, wewe unamwabudu nani? Chagueni hivi leo nani mtakayemtumikia. Kama ni Mungu wa miungu, Bwana mabwana, au bahari na viji miungu vya dunia hii, nikushauri ushauri bora, thamani wa kiroho, mtumikie Mungu wa mbinguni, muumbaji wa mbingu na nchi peke yake, na achanganywe na kingine chochote. Ndipo utakapopata raha nafsini mwako. Hadithi ambayo Mungu aliandika. Yoshua anatoa wosia na hotuba ya mwisho, hotuba ya kiibada. Na hotuba hii inafanyikia katika eneo linaloitwa Shechem. Hapa Shechem hapa, au Shechem. Maana neno Shechem ni shoulders, mabega. Lakini Shechem ni eneo la kihistoria, la kihadithi za kiroho takatifu ambazo tutakwenda kuzisema kwa ufupi. Na kwa nini Shechem? Kuja nikwambie kwa nini Shechem. Shechem ilikuwa ni bonde jembamba lililokuwa lipo katikati ya milima miwili. Ili bonde jembamba lilikuwa katikati ya mlima unaitwa Eberi na mlima unaitwa Gerizim. Katikati kuna Shechem, sehemu ya bonde. Yoshua anapiga harambee ya mamilioni ya Waisraeli, wanaenda kubanana pale Shechem. Pale Shechem pale ni wapi hapa Shechem? Kwa nini Shechem? Na Shechem yako ni ipi? Mwanzo 12. Mara ya kwanza Mungu anamwahidi Abrahamu nchi mpya, ahadi kubwa alimwahidi kwenye bonde hili la Shechem. Humu Shechem humu
Ndipo ambapo anawaita hawa watu kuambia maneno ya mwisho na kuambia, chagua hivi leo utamwabudu nani. Ngoja nikwambie, humu Shechem humu ndio mahali pa kwanza Ibrahimu kuweka kambi baada ya kutoka katika ule Uri ya Ukaldayo. Lakini mahali pa kwanza 33 utaenda kusoma 18 Mwanzo, Yakobo kuweka kambi hapa Shechem. Na nataka niendelee kidogo kwenye Yakobo. Hapa Shechem hapa ndipo ambapo Yakobo alichimba kisima maarufu, kisima cha Yakobo. Kisima hicho ndio kile ambacho Yesu alipokutana yule mama Msamaria alitoa hotuba bora ya kiibada akimwambia, saa imefika wamwabudu wa Mungu, wamwabudu katika roho na kweli. Ni sehemu pa ibada. Lakini Shechem leo tunapaona panatumika kama a decision making valley. Nimekuambia 3:14 Yoheli, makutano wapo katika bonde la kukata maneno. Lakini leo tunakutanishwa katika bonde la kufanya maamuzi au kukata maneno, itwa Shechem. Lakini hapa Shechem, naomba niongeze kitu kimoja. Hapa Shechem ni mahali pa muhimu kwa kiibada. 33:19 Shechem ni mahali ambapo, nisikilize vizuri, ni mahali ambapo Yakobo alifanya maamuzi mazito ya kumwabudu Mungu wa kweli na kuchukua miungu yote iliyokuwa katika pete ya masikio na mapua ya watoto ya wake zake na vijimiungu vyote kwenye familia yake, akachimba chini ya mti ya mwaloni, akafukia vile vimiungu na akadeclare na kutangaza, hakuna Mungu mwingine kwa Yakobo, hakuna Mungu mwingine kwa familia yangu isipokuwa Mungu wa miungu, Bwana wa mabwana. Nini kilitokea? Mungu akampa utisho mkubwa, na akapita katikati ya watesi, watu walikuwa wamekusudia kumfanyia mabaya. Hakuna aliyeweza kuthubutu kumgusa Yakobo, aliyefanya maamuzi ya kiibada Shechem. Historia hii wana wa Israeli wanaisikia, wanaijua. Leo wanakwenda kwenye bonde la Shechem kufanya maamuzi, na humu ndimo ambapo anatangaza mtumishi wa Mungu kabla hajafa, anaitwa Yoshua, ya kwamba mimi na nyumba yangu nitamtumikia Bwana. Chagueni hivi leo ni nani mtakayemtumikia. Na mimi nakwambia, ibada ya neno la Mungu la leo geuza kuwa Shechem yako. Nikuulize swali, ni nani ambaye umepanga kumtumikia kuanzia leo unaponisikia mpaka mwisho wa maisha yako? Nikupe shauri, muabudu Mungu aliyeziumba mbingu na nchi peke yake kuanzia sasa, na usichanganye na kingine chochote. Ngoja nikwambie, hapa mahali panapoitwa Shechem ni katikati, tulisema ni katikati ya mlima Ebeli na Gerizim. Sasa hapa ukisoma kitabu cha Deuteronomy, kumbukumbu la Torati 27:9, 11 na 12, Musa hapa ndipo alipotamka, katikati ya mlima Ebel baadhi ya makabila wakawekwa, katikati ya mlima huu mwingine. Hapa ndipo ambapo hii kitabu kinasema hapa Shechem, hapa katikati ya bonde lopo katikati ya Ebel, ndipo Musa alienda kutangaza jambo la muhimu sana. Ngoja nikwambie jambo la muhimu sana alipoita Walawi. Hebu ngoja nikusomee kidogo hapa. Hii Mungu ananiambia tusome hii. Kumbukumbu la Torati 27, kumbukumbu la Torati na ule mstari wa 9. Musa na makuhani Walawi wakawaambia Israeli wote, wakasema, nyamaza usikize, Israeli, leo umekuwa watu wa Bwana Mungu wako. Ukisoma 11 ndo anakuambia Musa akawaagiza wale watu siku hiyo, akasema, hawa wasimame juu ya mlima Gerizim na kuwabarikia watu mkishavuka ile Yordani, na wasimame juu ya mlima Ebeli kwa laana.
Katikati ya mlima Ebeli na Gerizim, Musa anatoa maagizo, mkishavuka mkasimame katikati ya Gerizim na Ebeli. Kuna bonde kubwa. Hapa ndipo ambapo Musa alitangaza laana na baraka. Inaitwa Shechem. Ni mahali ambapo watu wanafanya maamuzi kwa haraka ya kumchagua Mungu na baraka za Mungu, au kuchagua miungu kwa aina zake na laana za miungu. Nataka nikutie moyo, siku ya leo ndio Shechem yako. Chagua hivi leo ni nani utakayemtumikia. Nami nakupendekezea, nami nakupa shauri, mchague Mungu kama Yoshua, ili maisha yako yaishie kwenye baraka, na baraka ya baraka zote ni uzima wa milele, ni uzima wa milele. Niseme kitu kidogo kuhusu pointi hii ya kwanza. Wakati Yoshua anawapeleka kwenye kufanya maamuzi wana wa Israeli, hakuanzia historia yao jangwani Misri. Alienda mpaka ng'ambo ya mto Euphrates, huko Mesopotamia, kwa Tera na Nahori, wazazi wa Ibrahimu. Akawaambia, sikilizeni, baba zetu walivuka mto huo Tigris, kama sio Euphrates. Huko mbali walikuwaga wanaabudu miungu. Baba yetu Ibrahimu akachagua kumcha Mungu wa mbinguni. Na sasa tumesimama hapa. Baadhi yenu naona mnamcha Mungu, lakini mna miungu. Sikiliza, hapa Yoshua alikuwa ni mzee, anaongea na waumini, alikuwa ongei na wapagani. Ni watu walio ndani ya Mungu, lakini bado wana miungu. Wanamcha Mungu, wanailizi. Wanamcha Mungu, wana chale za waganga. Wanamcha Mungu, wanaabudu vitu. Wanamcha Mungu, wanajiabudu wenyewe. Anataka kuwafanyisha maamuzi. Sikiliza, baba zetu walifanya maamuzi ya kuacha miungu na kumwabudu Mungu. Na wewe nakusii, mwabudu Mungu, Mungu wa mbinguni peke yake, bila kumchanganya na kitu kingine chochote. Afu anasema neno nimewapa, vile vitu ambavyo amewapa limeandikwa mara 6 kwenye Yoshua 24. Kwa maana nyingine tunajifunza kwenye somo hili la historia, hadithi ambayo Mungu aliandika, tunajifunza ya kwamba vitu vyote walivyovipata ni matokeo ya neema na upendeleo wa Mungu. Wakapata mashamba, wakapata mazabibu, visima ambavyo hawakuvichimba na vitu vingine vingi sana. Tunajifunza nini? Hata sisi, mtoto wa Mungu, kama leo utachagua kumcha Mungu wa mbinguni, utakula meza ya vinono mbinguni, ambayo hukuchangia hata fedha ya kununua kuni za mbinguni za kupikia vinono hivyo. Utatembea katika bahari ya vioo na nzuri ya thamani, ambayo hata shilingi 100 hujachangia kwa kodi ya ujenzi wa barabara za mbinguni. Tutapata vitu vyote vya Mungu kwa neema, tukichagua hivi leo kumtumikia Mungu peke yake bila kumchanganya na kitu kingine. Tumeitwa kumtumikia Mungu kama ushahidi wa kile ambacho alifanya zamani, anafanya sasa na atafanya baadaye. Nimeongea sehemu ya kwanza, niongee sehemu ya pili. Wito wa uadilifu. Wito wa uadilifu. Mwaliko wa kuwa mwadilifu. Maamuzi makubwa 3 ambayo unapaswa kuyafanya kwenye maisha yako yanapatikana katika kitabu cha Yoshua 24 mstari wa 15. Yoshua baada ya kuwa ametoa hotuba kwa hawa watoto wa Mungu, anawaambia, nanyi kama mkiona ni vibaya kumtumikia Bwana, kama mkiona ni vibaya kumtumikia Bwana, anasema nini? Chagueni hivi leo mtakaye mtumikia. Leo tumalizane hapa. Kama mnaona ni vibaya kumtumikia Mungu, chagueni hivi leo mtakaye mtumikia. Na mimi nakuuliza maswali. Kama unaona kumtumikia Mungu kuna shida, chagua utakaye mtumikia, haina shida. Hapa tupo kwenye bonde la Gerizim. Kushoto kuna Ebeli laana, kulia kuna Shechem baraka. Chagua maisha unayotaka sasa. Usipoteze muda watu.
Anasema kwa maana chagueni vileo mtakayemtumikia, kwamba ni miungu ile ambayo baba zenu waliitumikia ng'ambo ya mto, au kwamba ni miungu ya wale wa Amori ambao mnakaa katika nchi yao, lakini mimi Yoshua na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Jambo la kwanza, uamuzi wa kumtumikia Mungu, uamuzi wa kumwabudu Mungu wa mbinguni, muumba wa mbingu na nchi, ni uamuzi wa mtu mmoja mmoja. Haihitaji kikao, haihitaji kamati, haihitaji kunyoosha mikono. Lazima uamue katika bonde la Gerizim leo kumtumikia Mungu wewe peke yako. Jambo la pili, familia yako na watoto wako. Kuna watu wanasema watoto nao watafanya maamuzi wanavyojisikia. Miongoni mwa sababu ya Mungu kumbariki Ibrahimu, maandiko yanasema na Ibrahimu aliamuru nyumba yake kuiendea njia ya Bwana, kuzishika sheria, amri na maagizo ya Mungu. Aliwaamuru. Kama una uwezo wa kumchagulia mtoto wako kwamba anapaswa apige mswaki asijakanukia watu mdomo, hausemi kwamba anaweza akaamua tu. Kama unaweza ukaamua kuchagua mtoto wako ale chakula bora, hausemi acha ale tu, hata sumu atakufa. Kama imewezekana kwenye hayo mambo, inawezekana pia kumchagulia mtoto wako maisha ambayo Mungu ameshayachagua, maisha ya kicha Mungu. Yoshua anatangaza, mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Yoyote aliye ndani ya nyumba yangu sharti amtumikie Mungu. Kama hatamtumikia Mungu, aende akatumikie miungu mingine. Ni free choice. Ngoja nikwambie, shetani anawadanganya watu wengi. Wanafikiri kuamua ni swala la shinikizo fulani. Kuamua ni hiari. Lazima uwaelekeze familia yako kumtumikia Mungu. Lazima uchague wewe ni mtu wa aina gani. Kama ni mcha Mungu, familia yako yote iamuru na ielekeze katika kumcha Mungu. Kama haitaki, wakatafute miungu mingine, lakini lazima wajue wewe umeamua kuwa mtu anaye mcha Mungu, full stop. Jambo la tatu, maamuzi ya kumcha Mungu sirini lazima yasemwe hadharani. Hauwezi kuwa mcha Mungu msiri, ni rahisi kutekwa na kuangushwa. Yoshua aliamua kumcha Mungu, lakini ili umche Mungu lazima ujue unayemcha, umfahamu. Akatamka hadharani, mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Lazima unachokiamini ukiseme hadharani, lakini lazima pia uwaambie watu jambo hili kwamba chagueni hivi leo mtakayemtumikia. Watu wamechagua, usije ukawadisturb watu kwenye uchaguzi wao. Kuna watu wameingia makanisani, lakini wanasema sisi mbinguni hatutaki kwenda na hatutaki kupasikia. Tumo mkanisani, tunatafuta company, tunatafuta connection za maisha tu ya hapa duniani. Tumo mkanisani, tunatafuta watu wa kutuzika, lakini mambo ya kumcha Mungu si mambo yetu. Wamechagua na inabidi waheshimu kwa machaguzi yao. Lakini nakutia moyo wewe, kama Yoshua, sema mimi na nyumba yangu. Wewe kwanza, na nyumba yako ikipenda, na watakao kusikiliza, utakao wapa choice ya kumchagua Mungu, tutamtumikia Bwana. Tutamtumikia Bwana. Wito wa uadilifu. Wito wa uadilifu. Kwenye wito wa uadilifu ni kukumbushe kitu kimoja. Mungu wetu hachanganywi. Mungu wako hachanganywi. Kama kuna watu wanamchanganya, lakini Mungu hachanganywi. Anawaambia hapa wakina Yoshua, mimi ni Mungu mwenye wivu na Mungu mtakatifu. Mwenye wivu kwa maana ya kwamba ni kama mwanaume ambaye hapendi kuona mke wake aliyemuoa anazini na wanaume wengine. Ana wivu kiasi kwamba hataki uchanganye kumwabudu yeye pamoja na kuabudu vimiungu vingine, ikiwemo wewe mwenyewe kujifanya Mungu, self worship. Mungu hafanyi kazi na mtu namna hiyo, hakai kwa mtu namna hiyo. Na kitu cha pili, Mungu ni mtakatifu.
lazima ufanye kitu, pursue holiness. Utafuteni utakatifu, tafuteni kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambaye pasipo huo hauwezi kumwona Mungu. Unautafutaje? Unaomba neema, damu yenye nguvu ya Yesu Kristo ikatekate kiu na tamaa za dhambi, ikupandishe hadhi ya kuwa mcha Mungu mtakatifu. Jambo la tatu, uchaguzi wa watu. Uchaguzi wa watu. Hawa watu Yoshua amewapa wito wa kuchagua. Chagueni vileo mtakaye mtumikia. Wao wanasemaje? Na mimi nakukupa wito wa kumchagua Mungu. Wewe unasemaje? Yoshua 24:16 anasema hivi: hao watu wakajibu wakasema, hasha, tusimwache Bwana ili kutumikia miungu mingine. Swali wanaulizwa, Yoshua anawauliza wana wa Israeli, kama mnaona, anawaambia chagueni hivi leo ni nani mtakayemtumikia. Sitawalaumu, ila mchague. Kama ni Mungu wa baba zenu waliomwabudu kando ya mto, au kama ni Mungu wa Waamori na mabahari. Wale watu wanasema 16:24, Yoshua 24:16, hatuwezi kuacha kumtumikia Mungu Bwana. Hawasemi kwamba tumechagua kumcha Mungu, wanasema hatuwezi kuacha kumtumikia Mungu. Yaani ujanja, hawataki kujifunga, kwa sababu humo katikati yao wanasema ni Wakristo lakini ni wachawi. Humo katikati yao wanasema ni Wakristo lakini makahaba wanajiuza. Humo katikati yao ni Wakristo lakini ni malesbian. Humo ni Wakristo lakini ni washoga. Humo ni Wakristo lakini ni wezi, wanyang'anyi, waovu, wamejaa chuki, wababaishaji, mafisadi. Hatuwezi kuacha kumtumikia Mungu. Wananikumbusha wanawake 7 waliomfuata mtu mume mmoja, wakasema, kitabu cha Isaya 4, tutavaa mavazi yetu, tutakula chakula chetu. Mwanamke kwenye Biblia inamaanisha kanisa. 7 maanisha ni utimilifu, manake makanisa mengi karibu yote. Alafu 2, mavazi manake ni vazi la haki la Kristo. Chakula neno la Mungu. Wanasema tutavaa mavazi yetu peke yetu, manake watavaa watakavyotaka wao. Tutakula chakula chetu, kwa manake ya kwamba tutafuta neno letu wenyewe, madesturi na matamaduni ndio tutakuwa kipaumbele chetu. Lakini tuitwe kwa jina lako ili tufiche aibu yetu. Kwa wao shida yao ni aibu. Kuonekana wapagani ni aibu, bora waitwe wa Kristo. Kuonekana waganga wa kienyeji ni aibu, bora wajiite manabii. Wafiche aibu. Lakini swali linaulizwa, chagueni hivi leo nani mtakayemtumikia. Kama ni dunia, zama kwenye dunia. Zama sana kwenye dunia mpaka upotee. Maana katikati ya Heberi, hapa katikati ya hapa tunapoita Shechem hapa, kuna mlima wa laana na mlima wa baraka. Kwa lazima uchague unataka nini, na ukichagua cha kwako sisi tutakutia moyo, acha hiki, kama uking'ania utapotea, lakini mimi na nyumba yangu nitamtumikia Bwana. Sikiliza sasa, hawa watu wanasema tu kishingo upande, lakini kuna mambo ya kujifunza. Yoshua alitegemea wafanye kama ambavyo walifanya kwa Yakobo hapa Shechem, na historia wanajua. Yakobo alipofika Shechem, alipoamua kumtumikia Mungu na kuchagua kumwabudu Mungu peke yake, alichukua miungu akaifukia akaitupa katika mti wa mwaloni. Lakini hawa watu wanasema sisi hatuwezi kuacha kumtumikia Mungu, lakini miungu hawaitoi, wako nayo. Lakini pia hii wanaoisema kwamba tutakutumikia we Mungu, waliwahi kuisema baba zao huko zamani kwa haraka bila kutafakari kwa kina. Kitabu cha Kutoka 19:8, walipoambiwa mambo ya kumcha Mungu wakasema tutamcha Mungu, kesho yake wakatengeza ndama, wakaasi, wakauawa wengine. Kutoka 24:3-7 walisemaga tutamcha Mungu, wakafeli. Yoshua alikuwepo, aliona. Tasema tabia hii ya kujifanya unamcha Mungu, mimi Yesu nampenda, Yesu ni baba yangu, ananijua, Mungu ananipenda sana, mimi sitaki mambo ya kijinga. Kumbe ni mjinga wa kutupwa. Yoshua akawaambia nini? Kitabu cha Yoshua 24:19, akawashushua kidogo. Yoshua 24:19 anasemaje? Yoshua 24:19 anasema,
Yoshua akawaambia watu, hamwezi kumtumikia Bwana, kwa kuwa yeye ni Mungu mtakatifu, yeye ni Mungu mwenye wivu, hata wasamehe makosa yenu wala dhambi zenu. Kama vile anawakatisha tamaa. Yeye ameuliza mtakayemtumikia nani, chagueni. Wenyewe wamechagua, hatuwezi kuacha kumtumikia Mungu. Anawaambia mwezi kumtumikia Mungu. Najua mlichokisema ni pupa, ni grupu. Hamjaamua nyie kumtumikia Mungu. Kwa nini hawezi kumtumikia Mungu? Hawakatishi tamaa. Anataka kuwakumbusha uzito wa maamuzi ambayo wenzao, babu zao waliyafanya hapa Shekhem. Ibrahimu alifanya maamuzi ya kiibada Shekhem, dhati kutoka ndani. Yakobo alifanya matengenezo ya kiibada dhati kutoka moyoni. Musa akiongoza jopo la wana wa Israeli na viongozi wa kidini wa Israeli, akitamka laana na baraka katikati ya bonde la Shekhem, pembeni ya mlima huu, mlima hapa Gerizim, pamoja na mlima huu hapa. Tumeusema mlima gani? Tumesema mlima Ebel. Ilikuwa ni agano la kiibada baada ya wasi mkubwa uliotokea kule kwa Wamoabu, walipozina watu wa Moabu. Kwa ilikuwa ni kitu serious, wao wanachukulia masiara. Akasema lazima mrudie upya. Baadaye kitabu cha Yoshua 24:21 wakatangaza, wakasema tutamtumikia Bwana, tutamtumikia Bwana. Ya awamu ya pili walikuwa wamenyenyekea kidogo, maana kimsingi mwanadamu hawezi kumtumikia Mungu isipokuwa amepata msaada kutoka juu. Unaweza kusema unamcha Mungu hapa napokaanguka. Kwa nini? Kitabu cha Warumi kinasema nia ya mwili, nia ya mtu ina uadui dhidi ya Mungu. Mimi hivi nilivyo, mambo yangu yana uadui dhidi ya Mungu. Nahitaji kutoka nguvu kutoka juu, nguvu ya Roho Mtakatifu nisaidie kumcha Mungu. Unasema Mungu nisaidie niweze kukupenda. Asili siwezi kukupenda. Mungu nisaidie niache dhambi, maana kiasili mwili wangu umeumbwa kufanya ambayo wewe Mungu hutaki baada ya dhambi. Kwa hiyo hawa watu walijishusha. Ile pupa ya kwanza ya 19 wakaiacha. 24 akasema safi. Wakafanya agano kwenye hilo eneo. Wakafanya agano kwenye hilo eneo. Swali ambalo linajiuliza na wewe unapaswa kujiuliza, hata wewe hauwezi kumtumikia Mungu. Nasema nataka nimtumikie Mungu. Hauwezi kumtumikia Mungu isipokuwa umeamini katika damu yenye nguvu, damu ya Yesu, kufa na kufua kwa Yesu. Damu ya Yesu iweze kukupa nguvu na Roho wake na kugeuza maisha yako ili uweze kumtumikia Mungu kwa kuwezeshwa kutoka juu. Na ndio maana Paulo alikuwa anamtumikia Mungu katika akidhani anamtumikia Mungu, kumbe hawezi kumtumikia Mungu kutoka ndani yake. Alipokutana na Yesu njia ya kuelekea Dameski, Paulo aligeuzwa. Paulo alibadilishwa. Huyu Paulo wa pili ndio yule aliyekutwa kwenye mafuriko ya bahari, giza siku 14, hawaoni mchana, kule katika bahari ya Mediterranean, ndani ya merikebu ya Alexandria. Ndipo Paulo siku akatangaza, akawaambia wale watu wakidhani ya kwamba wanaenda kufa, akawaambia, enyi wanaume nisikilizeni, usiku wa leo malaika wa Bwana ninayemtumikia ameniambia hakuna hata mmoja atakayepotea wala atakayekufa kwenye hii meli licha ya tufani hii kubwa. Malaika gani? Malaika wa Bwana Mungu anayemtumikia. Ukimtumikia Mungu, Bwana atakulinda, Bwana atakuepusha, na watakao kuamini na kukusikiliza wataepushwa na kulindwa. Jambo la nne, baada ya makubaliano haya wakahuisha agano, wakarudia tena agano, kiapo kizuri cha kufunga agano na Mungu kwa watu waliochagua Mungu peke yake, na wakaacha miungu mingine yote. 24, 25 Yoshua.
Basi Yoshua akafanya agano na wale watu siku ile, akawapa amri na agizo huko Shekemu. Yoshua akafanya agano. Agano lolote ambalo Mungu anaingia na mwanadamu linahusisha amri na kanuni na maelekezo. Watu wote wanaosema wapo kwenye agano jipya lakini wanapuuza amri na za Mungu, wameshavunja hilo agano. Mungu alipoingia agano na Musa katika mlima Sinai na wana wa Israeli, agano hilo lilihitimishwa na sherehe shamla za umwagaji wa damu, wakilisho wa nguvu ya damu ya Yesu. Pili, maagizo ya sheria yalitolewa. Mungu anasema katika kipindi hiki cha mwisho, kitabu cha Waebrania kikirudia fungu leo ndio kitabu cha Yeremia, itakuwa katika siku za mwisho nami nitafanya agano na watu wa nyumba ya Israeli, nami nitaziandika amri zangu ndani ya mioyo yao. Hakuna agano bila amri, sio jipya sio la kale, kuna amri na maelekezo, maana Mungu ni mtakatifu na amri ni nakala za tabia yake iliyo safi. Kwa acha dini za kibabaishaji za kupuuza amri na maagizo ya Mungu. Hakuna agano jipya hapo. Sikiza nikwambie. Alisimika jiwe la ukumbusho. Katika jiwe la ukumbusho yakarejewa maagizo yote ambayo Mungu aliyaagiza. Katika maisha yako kuna kitu gani ambacho unakitumia kama kumbukumbu ya agano lako na Mungu? Ngoja nikwambie, wana wa Israeli waliwahi kuvunja agano na Mungu. Musa kabla hajafa aliwakumbusha agano. Yoshua kabla hajafa aliwakumbusha agano, wakaingia agano. Jifunze kurenew, kufanya upya mahusiano yako na Mungu, agano lako na Mungu kila baada ya muda, ili usije ukasahau. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati 29 mstari wa 1, wakiwa na Wamoabu, Musa alifanya agano. Jambo la mwisho ni mwendelezo wa hadithi. Hadithi ya maisha yako, hadithi ya utakatifu wako. Hakikisha unaihamisha kizazi hata kizazi. Lakini ikiwa kizazi kijacho cha watoto wako kitagoma kumcha Mungu, wewe na nyumba yako mtumikie Bwana. Hata kama kizazi kijacho kitagoma kumcha Mungu, wewe na nyumba yako mtumikie Bwana. Tusome kitabu cha Yoshua 24:31. 24 Yoshua 31. Anasema, nao Israeli wakamtumikia Bwana siku zote za Yoshua na siku zote za hao wazee walioishi baada ya kufa kwake Yoshua, na hao walioijua kazi yote ya Bwana aliyowatendea Israeli. Nao Israeli wakamtumikia Bwana siku zote za Yoshua na siku zote za hao wazee baada ya Yoshua. Kizazi hiki kilichokula agano takatifu hapa bonde la Shekemu ni kizazi ambacho hakikuwahi kuacha kumtumikia Bwana mpaka kilipokuja kuibua kizazi kingine. Ngoja nikwambie, siku utakapofanya maamuzi ya dhati kwamba Mungu na wewe na Mungu, hakuna katikati yako na Mungu chochote chenye hadhi ya kimiungu na kiibada. Hata kama ni ugonjwa utakumaliza, ni afadhali ufe ukiwa mcha Mungu kuliko kufa ukiwa unasema unamuomba Mungu wakati umejifunga ilizi za kipagani zikusaidie. Ukatoa chochote kwa sababu unajua Mungu ni Mungu mwenye wivu. Nataka nikwambie, maisha yako hayatakuwa ya kawaida. Katika kipindi hiki chote ambacho hawa watu waliziishi hizi sera na kanuni takatifu za kiungu, hakuwahi kuwepo taifa lolote lililothubutu kumwonea au kupigana kavita na Waisraeli hawa walioingia ili agano. Maana waliingia agano la dhati na Mungu. Nini kingine cha kujifunza? Tamati ya maelezo ya Yoshua yanamalizika na mazishi matatu. Mazishi ya kwanza ni mazishi ya mifupa ya Yusufu
aliyefia Misri akiwa ni mwaminifu kwa Mungu. Wanazika mifupa ya Yoshua hapa Shechem, na kuna mahali panaitwa Joseph's Tomb. Ni hadi sasa hivi pale lipo, japo wa Palestina fulani walichoma na hii sehemu ambapo sasa hivi ni Shechem, iko maeneo ya West Bank kule Palestina, akithibitisha ya kwamba licha ya kuwa Yusufu aliishi Misri, lakini alidumu kuwa mwaminifu. Enyi Israeli, oneni mifupa ya mtu mwaminifu inazikwa, ambaye Mungu atakapokuja, Yesu Kristo mara ya pili, atamfufua Yusufu kwa ajili ya kuirithi nchi ya ahadi harithi. Lakini jambo la pili, yanafanyika mazishi ya mtumishi wa Mungu anayeitwa Yoshua akiwa na miaka 110, naye anakufa, naye anazikwa hapa inaitwa Shechem. Inawakilisha watu wote waliovuka changamoto za jangwa la dunia, wakalala katika usingizi wa mauti, lakini wakalala katika ile uhalisia wa ahadi za Mungu, wakisubiri tumaini la milele la uzima wa milele. Yesu anapokuja hivi karibuni. Anamaanisha nini? Inamaanisha kumbukumbu ya mamilioni ya Wayahudi na Waisraeli waliofia jangwani kwa kutokuamini kwao, ikiweka kumbukumbu ya kwamba chagueni hivi leo ni nani mtakayemtumikia, kama ni bahari na laana zake, au Mungu wa mbinguni na baraka zake. Na wote waliochagua miungu waliishia jangwani, na wote wakina Yoshua waliomchagua Mungu waliishia Kanani. Chagua kumcha Mungu, uishie Kanani. Wa mwisho tunamaliza kwa mazishi ya watu wote walioishi katika nchi ya Kanani. Watoto wanasema desert generation, desert children, watoto wa jangwani waliozaliwa jangwani, wakavuka nchi ya ahadi, wakaingia agano hili na Mungu, wakachagua kumtumikia Mungu, wakaacha kutumikia mabahari. Katika maisha yao hapa Shechem na maeneo yote ya nchi ya ahadi, walidumu kwa uaminifu mpaka walipokufa. Na wote hawa watoto hawa walioingia agano ambalo Yoshua aliwaambia hamwezi kumtumikia Mungu, wakasema tutaweza kwa neema ya Mungu, wote hawa umri wao ulipita, wakafa. Wote hawa Yesu atakapokuja mara ya pili, hawa wote wakina Ibrahimu watachukuliwa. Na wewe na mimi, ukiwa umekufa au ukiwa uko hai, kama utachagua kumtumikia Mungu kwa nguvu ya damu ya Yesu, na wewe utafufuliwa. Kwa nini tunasema mazishi hawa watatu kama fundisho kubwa la maisha yetu? Ni kwa sababu baada ya hapo, kitabu kinachofuata, kitabu cha Waamuzi 7 mstari wa 10 mpaka wa 11, kiliibuka kizazi kingine ambacho hakikujua haya ambayo tumejifunza kwenye Yoshua. Kiliyasahau, kiliyapuuza, licha ya kuweka mawe kama ishara ya kwamba watu walivuka, licha ya kuweka maandishi makubwa kwenye majabali ya mawe ya ushuhuda wa uwezo wa Mungu jinsi alivyowaokoa. Lakini kizazi hiki kilimpuuza Mungu. Kilipompuuza Mungu, nini ilikipata? Tusome kidogo kwa mwisho kabisa, Yoshua 2 mstari wa 7, 10 na 11. Samahani, sio Yoshua, kitabu cha Waamuzi, Judges, kitabu cha Waamuzi. Waamuzi 2 mstari wa 7 anasema nini? Waamuzi 2 mstari wa 7, watu hao wakamtumikia Bwana siku zote za Yoshua na siku zote za hao wazee walioendelea siku zao baada ya Yoshua, na hao waliokuwa wameiona hiyo kazi kubwa ya Bwana yote aliyokuwa ameitenda kwa ajili ya Israeli. 10, tena watu wote wa kizazi hicho nao walikusanywa waende kwa baba zao. Kikainuka kizazi kingine nyuma yao ambacho hakikumjua Bwana, wala hawakuijua hiyo kazi ambayo alikuwa ameitenda kwa ajili ya Israeli.
Wana wa Israeli walifanya yaliyo maovu mbele za Bwana, mbele ya macho ya Bwana Mungu wao. Baada ya kizazi hiki ambacho tumekifunga kwenye kitabu cha Yoshua, vizazi viliibuka vikamsahau Mungu, vikampuuza Mungu. Hakukuwahi kuwa na amani katika Israeli mpaka leo, baada ya kizazi hiki kufungwa, mpaka leo, mpaka Yesu akaja. Ngoja nikwambie, chagua hivi leo ni nani utakayemtumikia. Kama ni Mungu wa mbinguni, mfalme wa falme, ambaye anasema mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa yake ya hukumu imefika. Kitabu cha Ufunuo 14 mstari wa 6 na kuendelea. Malaika wa kwanza akaluka mwenye ujumbe na injili ya milele akisema, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa yake ya hukumu imefika. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu, bahari na vyote vijazavyo. Je, na wewe kama kizazi hiki bora cha glorious generation, kizazi cha watoto wa kipindi cha Yoshua waliochagua kumcha Mungu, ambao Yesu atakapokuja hivi karibuni atawafufua, unasema hata mimi nimechagua hili swali, na mimi nimechagua, nimefanya maamuzi ya kumcha Mungu na kumtumikia peke yangu, mimi kama mimi. Haijalishi kanisa linamcha alimchi, haijalishi wachungaji shauri yao, sijui, mimi nimeamua kumcha Mungu. Ikiwa unasema pamoja na mimi kuamua mcha Mungu, nimeamua familia yangu kuifanya kuwa familia ya kicha Mungu, watoto wangu wa watoto wa cha Mungu, mimi na nyumba yangu nitamtumikia Bwana. Lakini mwisho unasema maamuzi ya tatu, mimi kwa kumtumikia Bwana nitatoa wito kwa wanaonizunguka wachague kumcha Mungu au miungu mingine. Nitatoa amri kwa wanaonizunguka nikiwashawishi kwamba chagua kumcha Mungu au kumtumikia mtu mwingine, huku nikiweka baraka na faida za kumcha Mungu, huku nikiweka wazi laana na madhara ya kuabudu mabahari. Nitafanya hii kazi kama sehemu ya kumtumikia Mungu wangu. Unasema haya maamuzi matatu, leo ninapomaliza kitabu cha Yoshua, nataka yawe maamuzi yangu. Mungu akubariki sana. Mungu akutendee mambo makubwa. Baba, nakushukuru kwa ajili ya mtoto wako. Kitabu hiki cha Yoshua amekipenda, lakini leo tunamaliza kwa kwa kufunga kitabu cha Yoshua, kwa kufanya maamuzi ya kukucha wewe. Sasa Baba, naomba nimtamkie baraka, malango yake yote yakawe wazi daima, kwa sababu ameamua kukucha wewe. Kama ambavyo kizazi hiki cha Yoshua na wale watoto waliokula ile agano hakukuwahi kuwa na vita kwenye maisha yao, kuanzia sasa komesha vita kwenye maisha yake. Hakukuwahi kuwa na maradhi na magonjwa na taabu, kwa sababu waliamua kukucha wewe. Komesha magonjwa, taabu, maradhi, kesi kwa jina la Yesu. Wote wamelala wanasubiri ufufuo utakapokuja, na mimi namwombea mtoto wako, kwa sababu anakuamini wewe kupitia Kristo Yesu. Nawe Bwana, ninakushukuru kwa sababu utamfufua kama ukija akiwa ameshalala kwenye usingizi wa mauti, lakini kama akiwa yuko hai atabadilishwa na kuingia mbinguni. Asante Mungu unayetupenda, tusaidie Bwana, haya tulioamua leo tukayashike mpaka utakapokuja, kwa jina la Yesu, amen.